Bana, mambo vipi? Karibu sana kwenye Ngala Sports. Tuna mengi ya kuyazungumzia, na leo bwana, kubwa zaidi ni Elly Mpanzu Kibisawala, nyota wa klabu ya Simba. Ameongeza kandarasi ya kuendelea kuitumikia klabu hiyo kwa muda wa miaka miwili. Umenisikia vizuri, Elly Mpanzu amesaini mkataba wa miaka miwili wa kuitumikia klabu ya Simba. Kuna mengi ya kuyatazama juu ya huo mkataba kutokana na kile ambacho kilikuwa kinazungumzwa ama kinaelezwa kuhusiana na Elly Mpanzu Kibisawala. Nikukumbusha tu kwamba hii ni Ngala Sports, usisahau kusubscribe. Elly Mpanzu ni raia wa DRC, kwa maana ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni mchezaji wa zamani wa Vita Club na sasa ni mchezaji wa klabu ya Simba. Umenisikia kwa usahihi kabisa, ni mchezaji ambaye raia wa DRC ambaye amekuwa na wakati tofauti tangu ajiunge na Simba Sports Club. Kama utakumbuka vizuri, Elly Mpanzu ni nyota ambaye Simba walimchukua, lakini kwa imani kwamba anaendelea kukua. Pengine atafanya makosa mengi, lakini Elly sivyo bahati kaingia kwenye klabu ya Simba, akajikuta ameingia kwenye changamoto ya kubebeshwa mzigo, pengine pressure kubwa kulingana na kile ambacho alikitarajia kukutana nacho. Lakini mbaya zaidi, Elly Mpanzu ameingia kwenye klabu ya Simba, wamecheza fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika pasi bila kupata ubingwa. Lakini sio tu hivyo, Simba kaingia kwenye mgogoro wa viongozi wa klabu hiyo na kujikuta wapo katika mazingira magumu, pengine kwenye ufanyaji wa maamuzi, maana vilikuwa vinazungumzwa vitu vingi. Lakini ukweli ni kwamba Elly Mpanzu alikuwa na furaha, ndio maana leo amesaini kandarasi nyingine. Lakini sio tu kuwa na furaha, alikuwa yupo kwenye mazingira ya pengine kocha Sibaka ambaye ni kocha mpya wa Simba hakuwa amempa muda mwingi wa kumtazama ama jicho la kumtazama, na kama alimpa muda mwingi wa kumtazama, basi alifahamu kwamba Mpanzu anapitia changamoto ambayo pengine inahitaji muda ili awe sawa sawa. Tunapozungumza namba zake kwenye kikosi cha Simba zinazungumza vitu vingi sana, ikiwemo ubora wake yeye mwenyewe. Mpaka ninapozungumza na assist 5, amefunga magoli zaidi ya 1 kwenye ligi kuu akiwa na Simba. Yes, Simba ametolewa kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika, lakini mwendelezo wao kwenye ligi kuu umekuwa mzuri, na pengine tunapozungumza umewavutia walio wengi sana kutokana na mvutano pia ambao upo baina ya klabu ya Yanga na wao kwenye ule mwendelezo wa mbio za ubingwa. Isivyo bahati pia Yanga amekuwa afanya vizuri, kwa hiyo unaona Simba nayo chance ama nayo nafasi ya kutaka kuthibitisha kwamba yeye ni miongoni mwa walio bora. Hilo ni lengo la kwanza. Lakini lengo la pili, Elly Mpanzu anaweza kuofa kitu gani ndani ya klabu ya Simba mpaka tunapozungumza Simba waendelee kumpa kandarasi, mpaka tunapozungumza Simba watenge muda wao kwa ajili ya Elly Mpanzu Kibisawala. Kwanza ni winga ambaye anaweza kuburuza katika maeneo yote mawili. Yes, ni winga ambaye unaweza kumtumia katika maeneo yote mawili, kwa maana ya kushoto ama kulia, kwa sababu ya uwezo wake mzuri wa kucontrol mpira, kukokota mpira kwa kutumia miguu yake miwili, kwa maana ya kushoto na kulia. Japo kuna nyakati unaweza kumlazimisha atakene la katikati ya uwanja, japo akupi kitu kilicho bora zaidi. Elly Mpanzu huyu tunamzungumzia ni mzuri sana kwenye kupunguza idadi ya walinzi wa timu pinzani. Elly Mpanzu tunamzungumzia hapa ni mzuri zaidi pia kwenye kufanya maamuzi kuelekea lango la timu pinzani. Cross ambazo anapiga, mpira yake mwisho ambao anapiga imekuwa na faida kubwa kwa upande wa timu yake. Na nimekwambia pale awali kwamba tunapozungumza kwenye ligi kuu, katika wale vinara wa assist, Faisal Salum, Elly Mpanzu anaingia hapo akiwa na assist zisizopungua 5 kwenye kapu lake. Lakini ukiachana na swala la assist, Elly Mpanzu anaweza kufunga, na msimu huu amethibitisha hilo. Amefunga tayari magoli yasiyopungua 3. Lakini sio tu kufunga, Elly Mpanzu nimemzungumzia hapa hata kwenye msimu uliopita wa kombe la shirikisho barani Afrika, Simba akicheza hatua ya finali, mchezo dhidi ya Al Masry, alionyesha kiwango bora sana kufunga, lakini pia kutoa assist, lakini pia kutoa kiwango bora katika michezo ambayo ilikuwa inachezwa kwa upande wa Simba chini ya kocha Fadlu Rahman Davis
ambaye ametimkia kule upande wa ligi za kaskazini, lakini Elie Mpanzu bado yupo kwenye kikosi cha Simba. Hiyo ni sifa nyingine, lakini Elie Mpanzu huyu unaweza kumfanya kama force number 9 na ukapata kile ambacho unakihitaji. Yes, nazungumzia force number 9 kwenye mazingira ya kumfanya kama mshambuliaji kivuli ama mshambuliaji wa uongo, kwa sababu ya sifa zake. Anaweza kutembea kwenye box, anaweza kuivuta safu ya ulinzi ya timu pinzani, anaweza kuonesha ubora mkubwa kwenye eneo la kokota mpira na kupunguza mabeki. Hivyo inatoa fursa kwa viungo wengine wa Simba kutengeneza mazingira ya kuingia kwenye box na kulishambulia. Kama utakuwa unakumbuka vizuri mechi ambayo Simba alicheza Elie Mpanzu akiwa kama mshambuliaji wa mwisho, alitoa assist na Anicet Ora akafunga goli. Kama nakumbuka vizuri, ilikuwa ni mechi ambayo Simba ilitoka sare ya 1-1 dhidi ya Pamba Jiji. Simba ilitangulia kufunga kwa goli la Anicet Ora, cross ya Elie Mpanzu, lakini baadaye ikaja kupigwa free kick na Mwashinga ambaye alienda moja kwa moja kumbugu mlinda lango Kasali na kutengeneza mazingira magumu sana kwa upande wa Simba kuondoka na alama 3. Hicho ni kitu kingine ambacho Elie Mpanzu anaweza kuofa. So kwa hichi ambacho kimetokea kwa Elie Mpanzu kuongeza mkataba miaka 2, kina maana gani ndani ya klabu ya Simba? Kwanza, inafuta taarifa za kwamba Elie Mpanzu hakuwa na furaha. Hiyo mosi, kwa maana ya yale alikuwa anaeleza kwamba wewe Elie Mpanzu sio ana furaha, anataka kuondoka. Lakini pili, inaziba ama inafuta zile kelele za kwamba huyu mchezaji alikuwa anakwenda upande wa pili, kwa maana ya upande wa klabu ya Yanga. Umenisikia vizuri, kwa sababu ilifika hatua upande wa habari na mawasiliano wa klabu ya Yanga kupitia alikama alikuwa anatiza ama anatishia kama vile anatania mtandaoni kwamba mtamwacha wenyewe aje kwetu au aendelee kukosa nafasi pengine za magoli na mazingira mengine kama hayo. Hiyo ilikuwa ni moja ya trick ambayo ilikuwa inatumika kuwapiga pressure Simba ili pengine kumuona Elie Mpanzu kwamba si mchezaji wa maana, wakati wakienda kwao angeweza kwenda kuwasaidia. Hiyo pia imekuwa ni tukio lingine ambalo baada ya kusaini mkataba na Simba inaondosha hizo tetesi. Lakini tukio la tatu ni kwamba Elie Mpanzu ni mchezaji mbaya, kwamba labda walimuoverrate, kwamba eti wachezaji wengi kama hao Tanzania wapo, kina Makanga sijui kina Kiimbwa. Kila mtu na kipawa chake alichobarikiwa nacho, lakini ukweli ni kwamba Elie Mpanzu ni miongoni mwa nyota wazuri ambao Simba wamewasajili. Na kwenye hayo mazingira unaelewa inaweza kuwa ni faida kiasi gani kwa upande wa Simba kuwa na mchezaji wa aina ya Elie Mpanzu kibisawa. Lakini Simba wamefanya kitu kimoja cha muhimu sana na kikubwa mno kwenye nyakati hizi katika dirisha la usajili. Tukio la kwanza ambalo Simba wamefanya ni kubakisha wale nyota wao muhimu kwa kuongezea mikataba. Simba wamepambana kutengeneza mazingira rafiki zaidi kwa mlinzi wa kati Rushin Deria, raia wa Afrika Kusini, ambaye ilikuwa inaelezwa kwamba ni mali ya Mamelodi Sundowns, kuongeza kandarasi ya kuendelea kusalia hapo, kwa maana alikuwa kwa mkopo na ameongeza mwaka mwingine wa kuendelea kutumikia Simba. Hilo ni tukio zuri. Lakini pia Yusuf Kagoma kuongeza kandarasi katika eneo la katikati ya uwanja. Lakini pia zinaelezwa mengi kwamba Kevin Nation ataungana na Yusuf Kagoma kwenye eneo la kiungo kwa upande wa Simba. Sasa hivi ametajwa Elie Mpanzu, lakini nakukumbusha tu kwamba Simba ina wachezaji ambao wanaweza kuendelea kuwatumia kwa msimu ujao ambao ni maingizo mapya. Lebasege, raia wa Senegal huyu ambaye alikwenda pia majaribio kule nchini Hispania, lakini ukimuondoa yeye unakutana na Anicet Ora ambaye yeye ni Ivory Coast. Alikuwa na wakati bora sana kipindi kile cha msimu 2020-2021 alivyokuwa na Asec Mimosa ya kule Ivory Coast, ambao pia amepita. Stefan Azikia amepita pia, huyu Pacome Zouzoua wa klabu ya Yanga. Kwa hiyo unaweza kuona namna gani ambavyo Simba imenufaika kwanza kuongeza kandarasi kwa wachezaji, kitu ambacho kinawapunguzia pressure kwa dirisha kubwa la usajili. Nikukumbusha tu kwamba hii ni Ngale Sports, tuna mengi ya kuendelea kuzungumza, na kwamba usisahau kusubscribe.